Napenda kushukuru sana Baba Askofu kwa somo zuri, limejengwa na msingi mzuri kwa ajili ya tukio la leo. Mungu akubariki sana. Pia mimi najivunia ninapokuwa kuwepo hapa, kwa sababu mimi nikiwa huku niko jimbo la huku, sababu mimi niko Ludewa, ndio sisi tunajenga kanisa kwa hiyo mkango ndio makini hapa. Kwa hiyo mimi nikiwa kule Ludewa niko jimbo la Kusini, ambao sasa hivi kule ni jimbo la Mission ya Njombe, Ruvuma na Njombe. Kwa hiyo najua huko niko nyumbani. Lakini ninashukuru sana na nimepata bahati kwamba leo nimefika mara ya kwanza kuwepo kwenye hekalu hili. Asante sana. Kabla kuna masomo yatayokuja kuhusu masuala kumshana kuhusu HIV kwamba bado ipo na tunatakiwa tukumbushane, hata kama tumepata masomo haya mara kwa mara, lakini ni muhimu kukumbushana. Lakini kabla ya hapo ni lazima tukaona tukumbushane kuhusu huduma ya udiakonia kwa ufupi, baadaye ndio tutaendelea wale. Kwa hiyo kwa kuanza, tukianza kusema tutasoma kidogo neno la Mungu, mistari mbalimbali na tukumbusha kuhusu huduma ya udiakonia. Au ningeuliza tu kama unasikia udiakonia kwa huku mnaelewa nini? Unaelewa nini kama ukisikia huduma ya udiakonia? Na nyocha wanataka yani tuwe tunaongea, inakuwa nzuri zaidi. Mtu ukisikia udiakonia, maana kule Mbeya saa hizi ngalau, zamani wanasikia au ni madikon wale kanisani na nini. Nataka nijue na huko unaelewa nini kuhusu udiakonia, kama isikie. Karibu. Kwa hiyo tu jamani, mjasikia wanga panga isikia neno ile udiakonia na au ndo mnasikia leo? Umesikia? Unaelewa gani? Karibu. Ni njia ya kusaidia kwa njia ya kutoa msaada mbalimbali kwa wahitaji. Njia ya kusaidia kwa namna ya kutoa msaada kwa wahitaji. Sawa. Mwingine anafikiri nini? Na hata Waluteri pia wametumia sana neno hilo udiakonia, na sisi pia tunatumia. Wengine sawa. Ni sahihi ulivyosema. Neno udiakonia ni neno la Kigiriki lenye kulenga maana ya kutumika au kujitoa kwa ajili ya. Kwa ufupi tunasema kwamba ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo, kumfikia mhitaji. Na kwa nini tunasema hivyo? Tunasema mdiakonia wa kwanza ni Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali katika jamii. Hata kipindi kile taifa la Israeli lilikuwa linapitia mapito mazito magumu, walikuwa wanatafuta mfalme atakayekuja kuwasaidia katika changamoto ambazo walikuwa wanazipitia. Na ulikuwa furaha kwa ujio wa Yesu Kristo, wakitamani kupata mfalme atakaye ondoa changamoto ambazo zinawapata. Na tunajua kwamba Yesu Kristo alikuja na alifanya matukio mbalimbali katika jamii, na watu wengine walikuwa wanapitia adha mbalimbali. Kwa mfano, tunaona Yesu alihusisha kuwaponya watu, wengine walikuwa hawaoni, lakini
alichukua matope akawapaka, wakafunguliwa macho. Na wengine walikuwa watembei, tunaona Yesu aliwaponya viwete. Na tunaona Yesu pia aliwalisha watu waliokuwa na uhitaji wa chakula. Lakini Yesu tunaona alipita katika mazingira ya huzuni, aliweza kutoa faraja. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni historia tunaisoma, si ndio? Kwa hiyo tuone sasa neno la Mungu linasemaje. Waraka wa kwanza wa Yohana, tutasoma Biblia. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4, tusome mlango wa 4, tutasoma mstari wa 7 hadi ule wa 13. Mtatamani yani msome sana nyinyi. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 4 mstari wa 7 hadi ule wa 13. Aliyepaona anaweza kasoma. Waraka wa kwanza wa Yohana 4 7 mpaka 13. Yeah. Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Na kila apendaye amezaliwa na Mungu, naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa maana Mungu ni pendo. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kweli, kwamba Mungu amemtuma mwanaye pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Hili ndilo pendo, si kwamba sisi tulimpenda Mungu, bali kwamba yeye alitupenda sisi akamtuma mwanaye kuwa kipatanisho kwa dhambi zetu. Wapenzi, ikiwa Mungu alitupenda sisi hivi, imetupasa na sisi tupendane. Hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Tukipendana, Mungu hukaa ndani yetu na pendo lake limekaa ndani yetu. 13. Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake naye ndani yetu, kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Asante sana. Tunaona hapa alisema kwamba wapenzi, na tupendane sisi, kwa kuwa pendo natoka kwa Mungu. Tunaona kwamba Mungu ndiye aliyetupenda sisi toka tungali tunadhamu. Mungu ndiye aliyetufanya sisi kwa sura yake na kwa mfano wake, alituumba. Lakini wanadamu tunajua historia kwamba alienda kinyume na mapenzi ya Mungu kwa kutotii maagizo ya Mungu, lakini bado upendo wa Mungu ulikuwa juu ya mwanadamu, na akamtuma mwanake wa pekee Yesu Kristo, na anasema kwamba amekuwa kipatanisho wa dhambi zetu. Na Yesu Kristo alikuja kwa sababu ya pendo la Mungu. Na tunajua kama nilivyosema, ujio wa Yesu tunaona alikuja kutuokoa sisi tungali wenye dhambi. Alikuja kutatua changamoto mbalimbali ambazo tulikuwa tunazipitia. Lakini anasema hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Hakuna. Hata mtu akiuliza, je, Mungu yukoje? Unaweza ukashinda kujitetea. Lakini anasema kwa sababu tunapata hiyo neema kwa sababu Roho Mtakatifu amekuja kwetu, yuko ndani yetu. Manake uungu wa Mungu uko ndani yetu. Na kama uko ndani yetu tunatakiwa tupendane. Manake kwa sababu Mungu yuko ndani yetu kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Tunajua historia kwamba tulikuwa na kwamba Yesu alikuja akazaliwa, akaendelea kuishi, akapata changamoto na mazuri aliyofanya, lakini mpaka akafa. Tunakumbuka kwamba akapaa kwenda mbinguni. Na amepaa, yuko kule. Lakini akaja kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu hatuwezi kumkamata au kumshika
kwa sababu anasema Mungu ni roho, wamwabudu atakayemwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu ni roho, hatuwezi kumkamata, lakini amekaa ndani yetu. Kwa hiyo uliyokaa naye hapo umekaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yupo katikati yetu. Japokuwa pengine wewe umuone, lakini Mungu yupo, kwa sababu anasema kwa sababu pendo la Kristo liko ndani yetu kwa njia ya Roho Mtakatifu, amekaa ndani yetu. Lakini hakuna mtu aliyemuona Mungu wakati wowote. Lakini Mungu yupo. Bwana Yesu asifiwe. Na ningeuza tu swali kama pale kaka amesema diakonia ni namna ya kuwasaidia kutatua, kuwasaidia watu au kuwapatia misaada, ndivyo nilivyosema. Sasa hapo ni zaidi ya hapo, ni sahihi. Hasa kama nilivyosema, ningeuliza swali hivi, sasa tumsubiri huyu tena Mungu au Yesu au Mungu aje atatue changamoto zilizopo, au niulize, je, sasa hivi changamoto zimeisha katika jamii? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Changamoto zipo? Zipo. Kwenye makanisa yetu changamoto zipo? Zipo. Kwenye makanisa yetu wahitaji wapo? Wapo. Kwenye jamii? Wapo. Kwa hiyo tumsubiri Yesu aje awahudumie, si ndio? Kipindi kile Yesu alikuja, aliwalisha mikate, alifanya mambo mengi, si ndio? Na watu walikuwa namsubiri tena waondoe kwenye utumwa, kwenye adha na mateso alikuwa nayapata. Na Yesu alikuja akatatua zile changamoto. Lakini sasa ameondoka. Ameondoka sasa. Kwa hiyo tunamsubiri Yesu aje, si ndio? Kuna sentensi fulani wanasemaga Mungu ni mume wa wajane, ni baba wa yatima. Ipo Mungu wa wajane, Mungu ni mume wa wajane? Lipo hilo andiko? Tumefanikiwa, tumefahamu katika hili, tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wakaa ndani yake huyo? Watoto wadogo, tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Amen. Asante sana. Anatueleza hapa katika hili, tumelifahamu pendo kwa kuwa yeye alitoa uhai wake kwa ajili yetu. Tunajua kabisa na tunasoma Biblia kwamba Yesu, kupata Ukristo ni neema, ni kwa sababu ya Yesu kutoa uhai wake. Sasa anasema, lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, kisha akamuona ndugu yake ni mhitaji, akamzuilia huruma zake, je, upendo wa Mungu wake wakaaje ndani yake huyo? Bwana Yesu asifiwe. Niulize, kwa mfano kwenye kanisa hili, niulize tu hapa, wapo wahitaji kwenye kanisa hapa? Maikaa na wabaini, au nikisema hivi, unajua tunasema udiakonia ni kama nilivyosema, kuwafikia wahitaji au kuonyesha matendo ya huruma kwa kufuata msingi wa Yesu Kristo na kujitoa kwa ajili ya na kwa ajili ya watu, kwa mfano watu wenye mahitaji maalum, au sisi wenyewe, kila mmoja na uhitaji wake, lakini viwango vya uhitaji vinatofautiana. Na ndio maana sasa tukafika, kuna wahitaji tunasema, kuna wajane, na kuna wajane wengine wanajiweza na wasiojiweza. Kuna wagonjwa ambao wameathirika kwa muda mrefu
na magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Kuna watu wazee vikongwe, kuna watu walioathirika na majanga ya asili, na kuna watoto wanafanyia ukatili wa kila namna. Kwa hiyo tunaposema huduma ya udiakonia ni pana, si tu yatima, si tu au wajane au wagane, yenyewe ni pana. Kwa hiyo ningeuliza tu swali hapa kwamba je, kwenye kanisa letu wahitaji wapo? Ndio. Je, niulize tu kuniuliza takule mbele. Je, tumewahi wabaini au wahitaji kwamba tuna wahitaji wangapi katika kanisa letu, kuanzia kwenye kanisa letu kabla tujaenda kwenye jamii inayotuzunguka? Tumewapata hao wahitaji au wajane au yatima au watu wengine ambao unaona kabisa au ana ulemavu au na changamoto fulani kwenye kanisa letu? Tukasema kwamba katika tutawatoa hawa, tukawauliza, je, unaweza ukafanya kitu gani katika hawa ambao umewabaini? Tukawatoa pengine kwa mwaka, kwa kila miezi watu 2 au 5 baada ya miezi kadhaa, kwamba tukamuuliza unaweza ukafanya kitu gani? Pengine yeye hana uwezo, anatamani kutoa hata sadaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hana uwezo. Ndio maana kanisa tuna akili, tumeweka viti hivi kwenda kutoa sadaka, anapita mmoja mmoja. Mwingine anaweza kaenda kwenye madhabahu akatoa hewa, anasema ametoa kwa sababu anaona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kumbe angetamani kutoa, lakini tumemwezesha namna gani kwamba tukampatia na yeye sadaka au mbegu kwa ajili ya kuweza kuendeleza, ili aweze na yeye kuwa na kitu cha kutoa kanisani. Tumeifanya hivyo kanisa hili. Labda karibu. Mtumishi, ni kwamba mapana mengine hatujafikia, lakini tuko katika sehemu ambayo ile ambayo tunaweza. Kwa mfano tunaweza tukapatia sabuni, nguo, vitu kadha wa kadha. Lakini kwa mfano kuwajengea nyumba hatujafikia upeo huo. Amina. Nashukuru sana. Hapo dalili mmeanza, lakini huyu mtu ukimpa kitu leo, sabuni zitakuwa bado mhitaji. Sawa. Kwa nini usimpe nyavu akavue mwenyewe? Kama unaweza kupata sabuni, kwa nini usimpatie nyavu? Mpa leo chakula, si kesho ataona kama ukumpatia na kwa tada mhitaji, si ndio? Lakini ukimjengea uwezo, anaweza yeye mwenyewe kutafuta. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona, tumewasaidia watu wengine ambao haoni kabisa, anasuka stuli, anaweza kuuza ile stuli, anapata hela yeye mwenyewe. Anasuka vikapu, anatengeneza kitu fulani ambacho anaweza yeye mwenyewe kakiuza. Lakini utamupa siku ngapi, mara ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio nilichokuwa nasema. Kwa mfano sasa umeabaini hapa, umeona kwamba kwanza mtu anajiuliza nini faida ya kuwa Mkristo? Nini faida ya kuwa Mkristo? Kwa mfano wewe umeumwa muda mrefu, alafu ulikuwa na shamba kule limelimwa na hakuna mtu, pengine tukao umeugua, hakuna mtu au ndugu atakaye kwenda kukupandia lile shamba, ndugu katika Kristo, unafikiri mtu atajisikiaje? Bwana Yesu asifiwe. Ni Mkristo wa hapa, natoa mfano, lakini amepatwa na shida hiyo, changamoto ya kuugua ghafla, na amebaki ana homa inaendelea kuwa kubwa, lakini kule anawaza shamba, chakula, sijui watoto, sijui nani, itakuwaje? Na sisi tumeona tu. Bwana Yesu asifiwe. Na hii niliona kule Itezi, kuna mama mmoja tena wa kanisa letu, nyumba imedondoka geblo, yani nyumba imesimama ipo ya bati, lakini geblo zile zimedondoka, lakini analala mule, choo hana, kwa sababu ni mjane, ni mzee, anamsubiri mume wa ajane
Mungu kwa ajili amjengee. Sasa naona haji. Bwana Yesu asifiwe. Anamsubiria, anaona haji huyu mume. Tulivyo katika kwa Biblia nasema udiakonia ndipo napoanzia hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ilikuwa tu ni kuwawasilisha watu wadau mbalimbali? Ni kuweka tu tofali chache hata 100 zikifika zinyanyue zile gebru ili upepo utakapokuja usinyanyue ile paa. Na kwa nini kama kuwainitiate au kwa kwaya wanaimba vijana wapo, kwa nini useme kwamba jamani twende tukamchimbie yule mama choo? Mbona makaburi tunachimbiana? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini waende wakachimbe choo vizuri? Kwani sinki au wajenge choo cha kisasa, sinki sinauza 25. Mtu kashirikisha wadau wakamchimbia, wakamwekea mazingira safi. Unafikiri yule mama anajisikiaje? Nilipowaambia vile wakafanya. Yule mama kienda unaona ana furaha, anaona kanisa ndio baba, ndio mume wa wajane. Bwana Yesu asifiwe. Tulienda sehemu kule Iunga. Kuna mama mmoja naye anaumwa, hajabahatika kuwa na watoto, ni mzee, mume wake alishafariki. Tumeona anatoa mausaa miguu. Hawezi kupika. Yaani hawezi, muda ule tusingekuwa tumepita. Manake yule mama tungekuwa tumempoteza. Tulipowashirikisha kanisa lilichukua hatua kumpeleka hospitalini rufaa. Wanasema kwamba huyu mtu hawezi kutoka hapa, alazwe. Alipolazwa wiki nzima, mchungaji akatangaza kanisani, wakatoa sadaka kwa ajili ya matibabu kwa sababu hana mtu wa kumsaidia kutibu. Alipotibiwa amepona, anarudi. Yule mama alimchukua tu kijana wa dada yake aje amsaidie kuuza angalau kiwanja pate pa kujenga. Yule kijana kauza milioni 80 akaipiga yote. Yule mama naumwa. Lakini kanisa likaingilia kati, akatibiwa, amepona. Unafikiri yule mama anajisikiaje kuhusu kanisa? Bwana Yesu asifiwe. Tusome Mathayo 25 mstari wa 34 hadi 40. Mathayo 25 mstari wa 34 mpaka 40 anasema, kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, risini ufalme uliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulikuona ni mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu, kadri mlivyotenda kwa hao ndugu zangu wadogo mlinitendea mimi. Asante sana. Tunaona anajibu pale kwamba hakuna mtu wakati wote aliyemwona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hapa wanaanza kushangaa. Mungu utakapotokea, kisoma pale yote utaona. Itakapotokea kipindi hicho kwamba wewe unatakiwa urithi ufalme wa mbinguni uko mkono wa kuume ambaye ni kama mwana kondoo, na wewe mkono wa kushoto ulikuwa mwanambuzi, unaenda mkono wa kushoto. Anasema huyu anayeingia mkono wa kuume mwana kondoo anakuwa anasema urithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu nilipokuwa nina njaa ukaja ukanilisha, nilipokuwa na kiu ukaninywesha, nilipokuwa uchi ukanivika, na kadhalika, nilipokuwa kifungoni ukaja kunitazama. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kusema ni lini Bwana ulipokuja nilikuwa katika hali hiyo. Ndio maana nimesema Mungu amekuja